Naam, karibu katika simulizi ya ajali ya bahari ya Muoma katika sehemu ya 5. Sehemu ya 4 tuliishia pale alipoona kivuli kingine cha mtu baada ya radi kupiga. Ni kivuli cha nani alichokiona? Basi twende pamoja katika episodi hii ya 5. Naam, mimi msimulizi wako ni Basir na simulizi imeandikwa na Prophet Nyota. Sasa twende pamoja. Ghafla taa ya radi ikaanza tena, ikapiga tena kwa sekunde moja. Muoma akaona kivuli kingine nyuma ya Koba. Naam, alikuwa ni Faridi. Sasa alikuwa anamuona Faridi kabisa bwana Muoma, lakini mwili wake ulikuwa umeharibika vibaya. Kifua chake kilikuwa bado kimetobolewa na macho yake yalikuwa meupe kabisa. Muoma akapiga hatua nyuma kwa hofu. Faridi? Sauti ya kuuliza, kama ya kuhakikisha, pia kama ya mshangao. Lakini Faridi hakujibu kitu. Alikuwa amesimama kimya kando ya Koba kama mtu aliyefungwa na nguvu fulani ya kutisha. Emi akaanza kupiga kelele, nilikwambia Muoma, tutoroke. Kisha ghafla Faridi akanyanyuka na akanyanyua mkono wake polepole na akaelekeza moja kwa moja kwa Muoma. Nahodha Koba akasema kwa sauti ya chini, bahari imekukubali tayari. Ghafla maji mengi ya bahari yakaanza kuingia ndani ya kibanda kana kwamba mawimbi yamepasua ukuta. Wote wakaanza kusukumwa. Muoma akamshika Eme kwa nguvu, lakini ndani ya maji yale aliona mikono mingi ikitokea chini, mikono ya watu waliokufa. Ilikuwa inajaribu kumvuta kwenda ndani ya maji. Muoma alipiga kelele huku akijaribu kupambana na ile mikono iliyokuwa imemtokea chini ya maji, huku mikono ile ikiwa inatumia nguvu kumvutia ndani ya maji yale. Maji yalikuwa ya baridi na mikono ya watu wale ilikuwa ni ya baridi, kwa sababu mikono ya watu waliokuwa wameshakufa tayari. Wengine walikuwa hawana hata macho, wengine ngozi zao zilikuwa zimeharibika vibaya na chumvi ya bahari, lakini wote walikuwa wanamvuta chini Muoma. Emi akamshikilia mkono kwa nguvu. Ikasikika sauti kutoka kwa mganga, usimwachie. Mganga akaanza kumwaga unga mwingine wa kienyeji ndani ya maji huku akisoma maneno kwa sauti kubwa. Ghafla maji yakatikisika vibaya na zile mikono zikaanza kupotea taratibu. Muoma akajivuta kwa shida hadi pembeni mwa kibanda huku akihema vibaya, lakini nahodha Koba alikuwa bado amesimama pale pale. Maji hayakumgusa hata kidogo, kana kwamba bahari ilikuwa inamtii. Yule mwanaume aliyekuwa anarekodi akaanza kulia kwa hofu, Mungu wangu, hii sio kawaida. Koba akageuza macho yake polepole kumwangalia, na hapo ndipo yule mwanaume akaanza kutetemeka zaidi. Umetaka kujua siri ya bahari, sasa utaibeba pia. Ghafla rekodi iliyokuwa chini ikaanza kujirekodi yenyewe, na ndani yake sauti za watu waliokuwa wanalia zikaanza kusikika. Watu wengi kana kwamba walikuwa wamekufa baharini walikuwa wanaongea ndani ya rekodi ile. Ni kama watu wanaotaka msaada, wengine ni kama watu wanaoshangilia, wengine ni watu waliokuwa kwenye maumivu na kuumia vibaya. Muoma akahisi kichwa chake kinamuuma. Ndipo mganga akapiga kelele, Muoma, ukitaka kupona lazima urudi pale ulipopanda boti mara ya kwanza. Muoma akakodoa macho, akamwangalia kwa mshangao. Kwa nini? Mganga akavuta pumzi nzito. Kuna kitu ulipewa siku ile na kilifungwa kupitia nyayo zako, Muoma, kumbuka hilo. Muoma akavuta taswira kweli kweli. Muoma katika hali kama ile kweli akaweza kukumbuka.
Siku ya kwanza alipopanda kwenye boti ya Koba. Siku ya kwanza alipopanda kwenye boti ya nahodha Koba, alikanyaga kitu cha ajabu kilichokuwa kimelowekwa na maji. Alifikiri ni samaki aliyekufa, lakini baada ya hapo ndiyo maisha yake yakaanza kubadilika. Nahodha Koba akatabasamu polepole. Akasema, ameshakumbuka. Ghafla upepo mkali ukazunguka ndani ya kibanda na Faridi akaanza kutetemeka kuelekea kwa Muoma taratibu. Kila hatua yake iliacha maji na damu sakafuni. Muoma akashindwa kusogea kwa sababu Faridi alikuwa rafiki yake, lakini sasa hakufanana tena na mwanadamu. Aliposogea karibu kabisa, akafungua mdomo wake polepole na sauti mbili zikaanza kutoka kwa pamoja. Sauti yake na sauti nyingine nzito ya kutisha kutoka ndani yake. Rudi baharini, baharini, baharini. Emi akamkumbatia Muoma kwa nguvu, lakini ghafla Koba akanyoosha mkono wake na Emi akarushwa upande mwingine wa kibanda kama kwamba kuna nguvu isiyoonekana imempiga. Emi! Muoma akajaribu kumuita, lakini nahodha Koba akasema kwa sauti nzito iliyotikisa kibanda kizima. Chagua moja Muoma, pesa yako au maisha yake. Kimya kizito kikaingia. Mvua iliendelea kunyesha nje ya bahari ikitoa sauti mbalimbali huko gizani, sauti zenye kutisha balaa. Na hapo ndipo Muoma akagundua hakuwa anadai milioni 7. Hizi milioni 7 alizokuwa akizidai hazikuwa ni pesa za kawaida, bali ni bei ya roho. Naam, usikose sehemu inayofuata, sehemu ya 6 ya simulizi hii ya ajali ya bahari ya Muoma, na huo ndo mwisho wa simulizi hii sehemu ya 5. Ray Bottom.